uchimbaji wa kawaida, lakini tunaweza kuzalisha kwa wastani sasa hivi ni almost kilo 400 kwa mwezi, ndio tunazalisha sasa hivi. Ni fedha nyingi, na hizi kilo 400 kwa mwezi ukipiga wastani kwa bei 360, bei ya leo tunapata zaidi ya bilioni 142, ambayo tukilipa kodi ya moja kwa moja zaidi ya bilioni 12 tunalipa kwa mwezi serikalini. Ni fedha nyingi, lakini tukienda kuyafanyia utafiti maeneo mengi ndani ya wilaya ya Chunya. Jambo la pili yake, niweze kukupongeza Mheshimiwa Waziri, uliweza kutekeleza yale maono ya Mheshimiwa Rais kwenda kuzifuta zile leseni za utafiti, leseni ambazo kwa muda mrefu zimeshikiliwa na watu zilikuwa hazijaendelezwa, mmezifuta na kurudishwa serikalini. Hili ni jambo kubwa, na kilio cha wananchi na wachimbaji wetu wengi ilikuwa ni hizi leseni nyingi za utafiti kwenye maeneo yetu ambazo zimeshikiliwa na watu na hazifanyiwi kazi. Pamoja na kuzifuta na kuzirudisha serikalini, na ushauri mdogo wa nini kwenda ukifanya. Mheshimiwa Waziri, pamoja na kuzifuta na kurudisha serikalini, tuombe leseni hizi cha kwanza ziweze kutambuliwa ili wananchi wetu na wachimbaji wetu waweze kuzifahamu, ili itaturahisishia nyinyi kwenye utaratibu wenu wa kwenda kuzigawa kwenye leseni ndogo ndogo kwa maana ya PML. Wao itawawia urahisi pale mtapotaka kwenda kuzigawa, wao itawawia kwenda kuyatembea maeneo haya, na mtu anapoenda kuomba leseni hizi kwenye maeneo husika anajua eneo gani ambalo yeye ataweza kwenda kulipata, na hii itaturahisishia yale manunguniko ya wachimbaji wetu wadogo kukosa maeneo ya kufanya kazi. Haya itaenda kupunguza kupitia mfumo huo. Lakini pamoja kwamba twende tukagawe kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo, lakini muhimu kupitia taasisi yetu ya utafiti GST, twende tukayafanyie utafiti maeneo haya, ili tunapoenda kuwagawia wachimbaji wetu wadogo kupitia PML, twende tukawagawia maeneo ambayo wao wakienda kuyafanyia kazi wataenda kupata tija, uzalishaji utakuwa mzuri, lakini pia wao wapate na serikali iweze kupata kupitia kodi mbalimbali ambazo watakuwa wanazilipa. Lakini sambamba na hilo, kwenye hotuba yako umezungumza hapa mpango mzuri wa MBT kupitia hizi leseni ambazo mmezifuta kupitia leseni kubwa za utafiti. Tuone namna bora na nzuri kwenye zile leseni mtazogawa ndogo ndogo zile, na yenyewe muendelee kutenga maeneo ya vijana wetu kwa ajili ya MBT mradi huu, ili myafanyie utafiti, vijana hawa waweze kugawiwa maeneo haya, na zile fedha bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa na Wizara ya Madini ilizipata, vijana wawezeshwe, lakini na maeneo waweze kuyapata kupitia rashi. Ndio ambao tutakuwa tumewasaidia vijana wetu, tutakuwa tumewasaidia kwenye utafiti kwenye maeneo haya ya MBT, lakini pia ndivyo itakavyokuwa maono ya wizara, maono ya Mheshimiwa Rais tutakuwa tumeweza kwenda kuyafikia. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mazuri haya, kuna baadhi ya maeneo ambayo na mimi nataka kuweza kwenda kuyachangia. Jambo la kwanza ni jambo la utafiti. Tumeona kwenye hotuba hapa, bado nchi yetu eneo la utafiti lilofanyika ni kidogo sana, na maeneo mengi ya utafiti yaliyofanyika bado tija yake wananchi hawajaweza kuyaona. Amezungumza hapa mikoa ya Lindi, Geita na mengineyo kwamba alifanyiwa utafiti, na baadhi ya maeneo ambayo enda kufanyiwa utafiti wakishirikiana na Bariki ikiwemo Nyang'hwale, Nzega, Igunga na mengineyo. Tuombe serikali iwekeze kwa nguvu kubwa maeneo ya utafiti, ndiyo itakuwa ukombozi kwenye sekta ya madini, lakini pia tutaenda kwenda kuzalisha zaidi kuliko hiki ambacho tunazalisha sasa hivi. Mimi nitoe mfano kwenye wilaya yangu ya Chunya. Leo maeneo mengi ambayo wachimbaji wetu wanaendelea kufanya uchimbaji hajafanywa utafiti, wanafanya uchimbaji wa kawaida, lakini tunaweza kuzalisha kwa wastani sasa hivi ni almost kilo 400 kwa mwezi, ndio tunazalisha sasa hivi. Ni fedha nyingi, na hizi kilo 400 kwa mwezi ukipiga wastani kwa bei 360, bei ya leo tunapata zaidi ya bilioni 142, ambayo tukilipa kodi ya moja kwa moja zaidi ya bilioni 12 tunalipa kwa mwezi serikalini. Ni fedha nyingi, lakini tukienda kuyafanyia utafiti maeneo mengi ndani ya wilaya ya Chunya, tutatoka kutoka uzalishaji wa kilo 400 kwa mwezi, tutakwenda kukimbilia kwenye kilo 500 kwa mwezi. Ndivyo ambavyo serikali itapata, wachimbaji wetu watapata, lakini na uchumi wa nchi yetu utazidi kukua na kwenda mbele zaidi. Ndege nyuki zinaruka, lakini sisi kule kwetu Chunya hatujaziona. Niombe Mheshimiwa Waziri, na sisi Chunya tunahitaji ndege nyuki ili ziweze kufanya kazi vizuri.
Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine la msingi na muhimu ni swala la umeme kwa wachimbaji wadogo. Tunafahamu serikali chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya vizuri kwenye upande wa umeme, imepeleka vijiji vyote na sasa tunaenda kupeleka kwenye maeneo ya vitongoji vyote kufikia 30. Lakini lazima wizara ije na mpango kushirikiana na Wizara ya Nishati. Na mimi niombe Mheshimiwa Waziri, kama hautanieleza jambo la msingi kwa namna ambavyo utapeleka nishati ya umeme kwa wachimbaji wangu wadogo wilaya ya Chunya, leo nashika shilingi hapa sikuachie kwenye mshahara wako kuhakikisha kwamba umeme unaenda kwa maeneo ya wachimbaji wangu wilaya yangu ya Chunya waweze kunufaika, wapunguze gharama ya uzalishaji kutumia mafuta, ndivyo tutaweza kwenda kuwasaidia wachimbaji wetu wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine kubwa na la kimsingi ni jambo la technical support. Tumeona namna ambavyo leo tumekuwa na raia wa kigeni wengi sana kutoka bara letu la Asia, wale wenye macho madogo madogo wamezagaa wengi kwenye maeneo yetu ya uchimbaji. Hakika huko tunakoenda hii tunaenda kutengeneza janga jingine kubwa zaidi. Wameingia kwa kuleta utaalamu kwenye maeneo ya uchimbaji, lakini ukienda ground kule na vibali vyao vinavyoeleza kitu wanachoenda ukifanya kule ni tofauti na malengo ambayo yamekusudiwa. Leo tunaona raia hao wanafanya uchimbaji mdogo mdogo ambao Watanzania na wachimbaji wetu wadogo wangeweza kufanya. Wanaendesha mitambo, wanaendesha mpaka maguta, mpaka bodaboda ambazo ndio ajira za vijana wetu, lakini wao leo ndio wanaweza kuzifanya hivyo. Kuendesha maskaveta ni ajira ambazo sio za kitaalamu, vijana wetu wanaweza kufanya. Lazima tuone namna nzuri na bora za kuweza kusimamia vibali vyao na wao waweze kufanya kazi iliyowaleta, na si kufanya kazi tuliyowaleta. Tunataka waje walete technical support, waambukize Watanzania ili Watanzania wapate ule utaalamu tuweze kujiendesha wenyewe. Hatuwezi tukawa tunaendelea kuwatumia wao miaka hadi miaka, na wamefika hatua sasa hivi wanaingia mikataba na wachimbaji wetu wadogo hawa, mikataba kandamizi, mikataba ya kuchimba kwenye maeneo yao, maeneo ambayo ni hatari sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kunipa nafasi, nami naunga mkono hoja. Asante sana.